Yesu Kristo hakufunga Kwaresma. Hakuna mtu mwenye wajibu wa kumlazimisha mtu afunge. Kwa mujibu wa Wakristo hakuna funga ya lazima iliyopo. Biblia ilipozungumza tufunge swaumu pia haikumaanisha eti tufunge tusile chakula. Ndio wale watu nao kuambia wanataka kumuonesha Mungu kwamba sisi tunaweza kukaa njaa bila kula. Mpenzi mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa bwana na mwalimu wa theolojia. Mwalimu bwana, karibu sana. Nina maswali mengi sana ambayo hasa yanaweza kutusaidia Wakristo, lakini maswali haya yanatoka kwa Waislamu. Lakini ukiangalia ni maswali ambayo yana msingi wa kutoka kwenye Biblia, ambayo Biblia sisi kwa kawaida tunajua hicho ni kitabu chetu na tunamiliki sisi. Mimi nataka nikusomee kwanza kutoka hapa kwa Zakaria. Zakaria 8 mstari wa 19 anasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi: saumu ya mwezi wa 4 na saumu ya mwezi wa 5 na saumu ya mwezi wa 7 na saumu ya mwezi wa 10 zitakuwa furaha na shangwe na sikukuu za kuchangamkia kwa nyumba ya Yuda, basi zipendeni kweli na amani. Nazungumzia saumu. Mimi nazungumzia kuhusiana na kufunga. Huu ni mwezi wa Ramadhani na Ramadhani nyingi zimepita na zingine zitapita. Lakini huu kwa Wakristo ni mwezi wa Kwaresma. Biblia inatuandikia kwamba saumu ndio tulioambiwa tufunge. Wakristo Kwaresma tunaitoa wapi? Na je, kufunga kwetu Wakristo tunafunga vipi? Kwanza karibu, jitambulishe jina lako, wasalimia. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Asaf Chibe, ni mwanatheolojia. Sasa kwanza kabisa ifahamike kwamba Paulo anawaandikia Wakorinto katika sura ya 6 katika Wakorinto wa kwanza, akieleza kwamba sisi tutahukumu malaika. Je, vipi kwa habari ya haya mambo ya kawaida? Sisi wanadamu tutawahukumu malaika. Malaika tutawahukumu. Sasa haya mambo ya kawaida yanatushinda kuhukumu? Kristo aliagiza chochote chenye nia njema kifanyike kwa jina lake ni halali. Tuko pamoja? Sasa Wakristo wanapofunga mwezi huu wa Kwaresma, na mimi napenda sana kwa sababu kwamba wanajaribu kuamsha ndugu zao. Viongozi wa dini walikaa, hichi hakijaandikwa kwenye Biblia, lakini walikaa wakaona kwamba Wakristo tujaribu kugusa akili zao ili wapate kumtafakari Mungu wao. Kwanza tukili kwanza hapo. Kwaresma haijaandikwa kwenye Biblia Kabisa. Ndio, haijaandikwa. Lakini je, kitu kizuri eti kwa sababu hakijaandikwa katika Biblia kisifanywe? Sasa kwa ubunifu wetu. No, sisi tumemrithi Kristo katika mioyo yetu. Kwa sasa Yesu Kristo anaishi ndani yetu kwa neno lake kiroho. Chochote ambacho tunaweza kukifanya kirasmishwe kwa ajili ya jina lake ni kitakatifu. Lakini Kristo mwenyewe hakufunga Kwaresma. Yesu Kristo hakufunga Kwaresma. Hii ni ya kwetu wenyewe. Nakumbuka sisi tunafuata mafundisho ya Kristo. Hii naweza kusema kwamba kwa nafsi yangu na walimu wengine wataweza kuelezea. Kile kinachokufanya ili uvutwe kumwelekea Mungu ni chema. Sawa? Na walimu wanajaribu kukaa watafakari watu tutawaongozaje kwa Kristo. Tuko pamoja? Sasa tukija katika mfumo wa haki, kwa mujibu wa Kristo na neno la Mungu kiharisia, hakuna mtu mwenye wajibu wa kumlazimisha mtu afunge. Yaani ajinyime chakula. Mtu huyo wa kumlazimisha hayupo. Mwenyezi Mungu je? Isipokuwa kwa namna ambavyo mtu anamkaribia Mungu. Tuko pamoja? Ndani ya roho yake kuna wakati anajihisi kwamba napaswa kufunga, ambapo kwa Waislamu wameita sunna. Mtu anaweza kuamua kwamba leo nafunga sunna, kwamba nafunga tu kwa maamuzi yake. Yaani ni yale mapenzi yake kwa Mungu. Imeandikwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na akili zako zote. Ninafunga kwa ajili ya Mungu. Hiyo hapo ni sunna. Nazungumzia sasa ile ya lazima ambayo sio sunna. Kwa mujibu wa Wakristo hakuna funga ya lazima iliyopo. Haipo. Lakini hata Kwaresma. Hata Kwaresma sio funga ya lazima. Na ndio maana Kwaresma inasherekewa na baadhi ya madhehebu ya Kikristo, si madhehebu yote. Sawa. Alafu Biblia hapa tunaona tumeambiwa kwamba tufunge saumu. Biblia ilipozungumza tufunge saumu pia haikumaanisha eti tufunge tusile chakula. Yaani hata kile kitendo cha wewe kuamua kwamba weekend yangu hii ya leo
nataka nile na maskini katika nyumba yangu, inaweza ikawa ni funga. Okay. Ama siku hii ya leo ambapo aidha mimi naumwa au nina matatizo fulani, nimependa nikawatembelee aidha wagonjwa hospitali, zile ndio funga ambazo Biblia imefanyaje, imeagiza. Hiyo ndio saumu. Ndio saumu. Funga ambayo Mungu ameagiza, ambayo inapaswa kufunga, ndio hii tunaiona katika kitabu cha Isaya sura ya 58. Na kabla hatujaieleza, Waisraeli walikuwa na taratibu za kufunga sana. Mfano, kila mwisho wa mwaka wakati utakaso wa taifa wa kitaifa ulipokuwa unafanyika, Mwisraeli alitakiwa kutofanya kazi, walitakiwa kufunga wasile. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu swala la wokovu wao linashughulikiwa na kuhani mkuu kule ndani, kwa lazima wateseke kwa pamoja. Ila baada ya Kristo, Ukristo umekuwa kitu huru. Kufunga ni miongoni mwa taratibu za masomo ya kutesa nafsi zetu kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo kwenye Biblia haijaandikwa popote, ila vikundi vya Wakristo popote duniani vinapokuwa na sababu ya kufunga, hufunga. Sika wamefunga 3 kavu. Wote wako sahihi ikiwa wanafanya kwa ajili ya Kristo. Okay. Ndio. Okay. Sasa hii swala la watu wanaofunga kisheria, ndio wale watu ninaokuambia wanataka kumuonesha Mungu kwamba sisi tunaweza kukaa njaa bila kula. Tunaona wenzetu Waislamu wao wameambiwa nafikiri wameambiwa na Qur'ani yao kwamba ni lazima wafunge. Lakini hayo yote nayo tunakuja kuyapata kwenye Biblia, kumbe hata kwenye Biblia yapo. Waislamu kwenye nguzo zao 5 za Uislamu, kufunga ni nguzo ya 4 ambayo ni lazima kila Muislamu afunge. Okay. Kiukweli kutoka kwao sijapata faida ya kiroho ya mtu kufunga. Sijapata wao wakieleza kwamba mtu anapofunga roho yake inajengwa vipi kuwa kwenye Uislamu. Okay. Sawa sawa? Lakini kwa Wakristo hawajawekewa limit ya kufunga, na wala hii kwa lazima haijawekwa sheria rasmi ya Wakristo wote kufunga na Biblia. Lakini Mkristo kwanza, sisi sio nguzo, kufunga sio nguzo kama ndugu zetu. Jua ndugu zetu ni lazima wafunge. Mtu asiyefunga ni dhambi kwake. Lakini sisi, mtu asipofunga sio dhambi. Badala yake, vile wewe unavyotaka kuwa safi na Mungu, unavyotaka kuwa mnyofu na Mungu, unavyotaka kumkaribia Mungu, zile hatua za kwako za kiroho, zile ni za kwako. Ukitaka unafunga, ukitaka usifunge, zile ni za kwako. Okay. Ama kiongozi wako wa kiimani kutokana na jinsi unavyoishi naye, anavyoelekeza, hatua anazoelekeza za kiimani, anaweza kawaambia kundi lake wafunge kulingana na vita wanaokabiliana nayo. Kuna kitabu nilisoma sikumbuki vizuri, lakini ndani ya Biblia kwamba na wana wa Israeli walifunga mpaka jioni. Nafikiri ni wana wa Israeli, lakini ni watu kwenye Biblia kwamba walifunga mpaka jioni. Unaponiambia kwamba unaweza kuamua funga yako ule na maskini, ule na yatima, saa 7 mchana unakula, hapo unakuwa bado umefunga kivipi wakati hao watu walifunga mpaka jioni? Hivi nikuulize swali. Unapoharibu bajeti yako kwa ajili ya mgeni, je, siku ile ukikosa chakula, si utakumbuka kwamba hiki chakula nilikila siku ile? Ndiyo. Kwa hiyo kufunga sio tu kule kushinda njaa, ni katika ile hali ya kuchukua riziki yako na kumpa mtu. Nikichukua chakula nikampa mtu mwingine nimefunga. Umefunga kwa mujibu wa Biblia. Sio kwamba nikichukua kile chakula nikaamua nile usiku ndo nakuwa nimefunga. Hapana. Yaani mchana wote ni sile. Hapana. Unajua kufunga kibiblia ni ibada. Okay. Na ndio maana wenzetu kule kufunga na wao ilipaswa kuwa ibada. Okay. Ingawa wamefunga na kazi zinaendelea. Okay. Taifa la Israeli ilitakiwa kila baada ya miaka 6, mwaka wa 7 wafunge kazi, wasifanye kazi mwaka mzima. Kama tunavyoona ndugu zetu wa China, mwezi wao wana mwezi ambao hawaruhusiwi kufanya kazi yoyote, badala yake wanaruhusiwa kuzunguka huku na kule. Okay. Kufunga ni kitendo cha ibada. Unafunga kwa namna gani? Yaani unajinyima mambo haya ili uingie katika mambo haya. Sasa katika Biblia Waisraeli wengi walikuwa wakifunga. Unajua kuna siku Israeli walipigwa na Wababeli. Ule mwezi waliopigwa na Wababeli wakaufanya mwezi wa kujitesa. Yaani wakawa wameweka funga kwa mwaka, walikuwa wanafunga karibu miezi 3 hivi. Sasa wakaenda kumuuliza huyo nabii kwamba je, tuendelee kufunga? Kwa sababu wengi walipokuwa wakifunga ikawa sasa ni lazima. Mtu amefunga kimona mwingine anakula, naenda kumpiga au anamhukumu kwa ametenda dhambi.
Kama hivi leo unavyoona ndugu zetu Waislamu akimwona mtu anakula ni kama vile amekufuru. Kile ni kitendo cha ibada ambacho unapaswa ukifurahia. Sasa Mungu katika kitabu cha Isaya anawajibu, ngoja nikusomee usikie. Tuijue saumu ya kweli. Uijue saumu ya kweli. Mungu anasema kwa nabii Isaya, piga kelele usiache, ni sura ya 58. Paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Walakini wanitafuta kila siku. Hawa watu ambao wanafanya ibada za lazima, wao katika kumwabudu Mungu anakulazimisha na wewe mwabudu. Hupenda kujua njia zangu kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Yani hawa watu kwa nje wanaonekana ni watu wa Mungu kweli, lakini lakini baadaye husema mbona tumefunga lakini Mungu haoni? Kwa sababu mtu baada ya kufanya ibada za kimwili, hizi ibada ambazo haziongozwi na Roho, anakosa faida ndani yake. Kwa sababu yeye anataka faida ile ya kimwili. Si anataka kujionyesha kwa watu kwa yeye anafunga. Lakini anasema mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Waisraeli walikuwa wanafunga sana, lakini kana kwamba Mungu haangalii. Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe. Na watu wengi miezi hii ambao watu wanakuwa wamefunga, watu wengi wanafurahia si kwa sababu ni ya ibada, kwa sababu ya faida wanazopata ndani yake. Sasa na yani hawa watu wakifunga na kuwalemea wote watendao kazi kwao. Sometimes mizigo inakuwa mingi, wanakulazimisha ufunge, sawa? Ama watapunguza kwamba labda watapunguza sehemu ya haki yako, riziki yako. Kwa hiyo Waisraeli waliweka mizigo kwa watu waliokuwa kwao walipokuwa wakifunga. Lakini tazama ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Unaona kitu alichokisema? Mungu alikuwa amekusudia watu wanapotaka kufunga ili wasikizishe mioyo yao kwa Mungu. Lakini leo hii watu wamefunga wanaendelea na kazi zao za kawaida. Hata kwenda msikitini wanaoenda ni wale wenye uzoefu wa kwenda, na wengine wanaenda kwa sababu tu ya kawaida. Lakini Mungu alitaka tunapofunga tusikizishe sauti zetu kwa Mungu. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Sasa Mungu anaendelea kusema, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Huku kufunga mtu ashinde njaa, huku anaendelea na shughuli zake, wala hana muda wa kutafakari mapenzi ya Mungu. Huko ndiko kufunga ambako Mungu aliwaagiza wafanye? Hata Wakristo wao wamefunga hii Kwaresma kwa sababu kuna sherehe pale mbele wanaitazamia, Pasaka. Tuko pamoja? Yani ni kama maandalio fulani ya kupretendi. Sisemei kwamba ni kitu kibaya, lakini funga ya kweli inaanza na neno la Mungu kusikika ndani yako. Yani yale maongozi yanayotokea ndani ya moyo wako ya kukuongoza kwa Mungu, ndio funga inapoanzia. Zile processes za mtu kujikana nafsi yake kwa ajili kwamba nataka kumjua Mungu zaidi. Ile hali ya wewe kuwa tayari kuacha ulimwengu kwa ajili ya Mungu, ile ndiyo funga ambayo inakubalika. Kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake? Yani ile siku ya wewe kujitesa nafsi yako, ndio siku mimi Mungu niliyoichagua? Anasema ile siku ya kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake. Waisraeli walikuwa wanajipaka majivu, wanagaragara chini, wanaenda mbele za hekalu la Mungu, mle wanagaragara. Lakini Mungu akipima ndani ya mioyo yao anasema watu mbona wana pretend? Sisi wa Roma tuna kitu kinaitwa Jumatano ya majivu. Haya yote ndo maana yapo kwenye Biblia kwamba wewe umepaka kwa sababu ya sherehe, haujapaka kwa sababu ya kufunga. Kwa sababu wako watu waliojipaka majivu wakiwa wamefunga kweli. Wapo watu walionyoa vipara kwa sababu wanafunga kweli. Tuko pamoja? Lakini Mungu, tunapojadili swala la mtu aliyefunga, mtu wa kweli anayefunga anajulikana kwa Mungu. Ndio maana Yesu Kristo anasema wewe usalipo au siku utakapofunga usiwe kama wanafiki. Wanafiki wanapofunga humsimulia kila mtu, bwana nimefunga bwana. Ushaona? Wanafiki wanapofanya ibada zao hupita kila sehemu, yani wajulikane wao wanafanya ibada. Mungu ni kitu cha kiroho. Mungu ni kitu cha kisiri. Unapaswa kutazamana na Mungu wako kwa siri, watu wasijue. Mkristo, kusudi lako linapaswa kuishi ndani yako, ila ukilithibitisha watu bila kujua. Kwa hiyo Wakristo tumehusiwa kwamba sisi siku tunapofunga tusiwe kama wanafiki wanavyofanya. Anasema,
Utasema ni siku ya kufunga na siku ya kukubaliwa na Mungu, namna unavyojitaabisha, unavyofanya hivi, unavyoteseka. Mbona teseka? Je, hii ndio siku ya kukubaliwa na Mungu? Ndipo anasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu. Ile hali aidha mhubiri kujitoa kwa ajili ya watu awaaminishe neno la Mungu, au mtu kuamua kwamba maisha ya uovu na achana nayo, nitaanza kuishi kwa ajili ya Mungu. Kufungua vifungo vya uovu, kuwasamehe unaowadai, kuwasamehe waliokukosea, yani kuondoa kinyongo ndani yako dhidi ya mtu yeyote. Yani hata aliyekukosea kuishi yani kumtakia mema. Tuko pamoja? Hiyo ndio saumu Mungu aliyochagua. Ingawa mtu amekuumiza, ufurahie kumsamehe. Ushanipata? Sasa nasema kuzilegeza kamba za nira, yani ni ile hali ya kuhakikisha hata watu ambao yani wewe unahisi wanateseka kwa ajili yako wanapata furaha. Yani wote walioko chini ya mamlaka yako unawapa kufurahi. Tuko pamoja? Sasa kuacha huru walioonewa. Yani wewe mwenyewe onekana ukiwatetea wanaoonewa. Tuko pamoja? Na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako? Tuko pamoja? Kumbe hata tendo la kuwafanya wenye njaa wale chakula chako ni funga ambayo Mungu alifanyaje? Aliagiza. Na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako, wasio na pakukaa, uwape pakukaa. Tuko pamoja? Anasema, umonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Yani kwa sababu wewe unahisi, yani watu wengi katika funga zao wanajijenga wao, lakini funga ya kweli ilikuwa kama ile ya Kristo. Alikuwa na heshima ya kiungu, alikuwa yupo mbinguni, lakini kwa ajili ya wanadamu akaona ngoja niachie haya mamlaka nikawakomboe ndugu zangu. Akavua mamlaka ya kiungu akatujia sisi wanadamu. Ndipo Paulo anaandika katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2, iweni na nia hiyo hiyo. Kwa hiyo sherehe nyingi zinazosherekewa duniani, ingawa zinatupa message kwamba watu hao wapo wanamwabudu Mungu, ila watu wengi hawamwabudu Mungu katika sherehe hizo. Tuko pamoja? Kwa hiyo Mungu anasema iwapo wewe utafungua roho yako kwa ajili ya walioonewa, ndipo utakapoita atasikia. Utalia naye atasema mimi hapa. Yani wewe unayejitoa kwa ajili ya watu, siku itakapotokea na wewe unahitaji msaada, Mungu utakapomuita ataitika. Ndio maana Yesu Kristo duniani aliishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndio maana hata alipokuwa naomba, Mungu alimjibu. Na maombi yake akasikiwa kwa vile alivyokuwa mtakatifu, yani mtakatifu, mnyoofu katika kuomba kwake, ingawa alikuwa anateseka si kwa ajili yake, kwa ajili ya watu. Mungu akamsikia na yeye alipohitajia wokovu. Kwa hiyo aina ya funga ambayo inatakiwa kibiblia si ile ya kushinda njaa. Ile ya kushinda njaa badala yake unapaswa kuifanya iko hivi. Unaweza kusema nataka nishinde njaa, ni kama mazoezi. Sawa? Nafanya mazoezi ili nitakapokuwa nashindana na jambo lile niweze kushinda. Okay, unamaanisha kwamba mtu anayefunga, hapa si kusudi Mkristo peke yake au Muislamu peke yake, nazungumzia mtu yule aliyefunga. Lakini anayefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sio kwamba yani anamfanyia kitu fulani Mwenyezi Mungu pale anapofunga kwa kushinda njaa. Sio kwamba labda anamfanyia kitu chochote Mungu pale kwamba ni sawa na labda mimi nikikupa wewe nikakutendea wema. Je, ni sawa na vile ninavyokuwa nimefunga? Hivi nataka nikuulize swali. Ukijenga nyumba yako, ukaishi wewe mwenyewe, nani atakaye kusifu kwamba umemsaidia fulani? Kuna mtu? Yani mtu anayejijenga mwenyewe anataka Mungu amsifu. Yule mtu anayejitolea kwa ajili ya kuwajenga watu wengine ndiye Mungu atakayemsifu. Yule mtu anayetumia vipawa alivyopewa, mali alizopewa, vyeo alivyopewa kuwasaidia wengine, ndio Mungu atakayewasifu. Kwa hiyo wewe unapofunga unajijenga wewe mwenyewe. Lakini kufunga kuna faida. Kufunga kuna faida kiukweli. Ndio maana nimesema faida zipi mtu anazipata? Ndio maana nimesema ni mazoezi. Moja wapo, kuna mtu ambaye hajui kusoma nyakati. Hajui kusoma mazingira. Anaweza kaenda ugenini, amefika ugenini, muda aliozoea kula, anaona mbona watu hata hawashughuliki na chochote. Kwa hiyo ndani ya moyo wake akatenda dhambi. Lakini mtu ambaye anajizoesha mazoezi haya, kinachomsaidia
Yeye anaamini chakula changu natembea nacho ndani yangu. Nikienda sehemu nisipokuta chakula nitaendelea mbele. Kusudi lilo nipeleka ni lipi? Kwa sababu hili ndio lilomponza nabii mmoja aliyeenda kutabiri ujumbe kutoka Yuda kwenda Samaria, kuwatabilia wa Samaria kitakachowapata kwa sababu ya kuabudu kwao sanamu. Yeye alipopatwa na njaa njiani, Mungu ameshaambia utakapoenda huko usile. Lakini alipopatwa na njaa njiani, akadanganyika akala. Kwa hiyo kufunga ni mazoezi ya mtu binafsi, yani kushinda njaa. Ni mazoezi ya mtu binafsi. Ila ya funga ya kweli ni ile hali ya wewe kuipoteza haki yako kwa ajili ya haki za watu wengine. Na kiroho huwa inasaidiaje? Kwa sababu unaona kuna watu wana kawaida tu ya kufunga. Hata hivi tunavyosema sijui kwa vipindi maalum, kuna watu wana kawaida ya kufunga. Mtu ana shida yake anamwomba Mwenyezi Mungu lakini anafunga. Kuna faida gani hapo tufanye kiroho? Ndio maana nimesema kiroho yule mtu anakuwa anaandaa mazingira ya neno la Mungu kufanya kazi vizuri ndani yake. Sio labda Mungu anazipokea sana sala za mtu aliyefunga kuliko ambaye hajafunga. Mungu hapokei sala zetu wanadamu kwa sababu ya tendo lolote tunalolitenda. Mungu anapokea sala zetu sisi wanadamu kwa sababu ya lile tokeo la Kristo peke yake. Yaani Mungu anatusikiliza kwa jina la Yesu basi. Kwa hiyo unaposema kwa matendo yote Mungu apokee sala zetu, na watu wanaambiwa labda mtu anaomba gari anaambiwa atoe pesa fulani, hela zile sijui za kupanda mbegu au za nini, ili Mungu asikie sala zake, maombi yake. Kwa kifupi, mwisho utadhihirisha mambo yote tunayoyanena kwa jina la Mungu. Watu wanaoambia watu kwamba utoe ili Mungu akupe, basi mimi simo, lakini mwanadamu hana kumpa Mungu ili Mungu amsikilize. Kwa sababu vitu vyote ni mali ya Mungu. Na ndio maana kama wewe umeona mhubiri au mchungaji ukaona nina uwezo wa kumpa gari, wewe mpe. Lakini usimpe gari ukasema kwa kumpa gari ndipo nitapata zaidi. Maana yake sasa ni kama kamari, sasa tunamfanyia Mungu kama kamari. Yaani mimi kwenye kamari nitatoa 1000 natarajia mamilioni. Sasa wale ni kama wanafundishwa kucheza kamari. Kwamba leta 10% ili upate 100%. Maanake kwa Mungu kitoa kidogo, Mungu anakupa kingi. Kwa hiyo watu wanaamua kutoa ili Mungu awabariki. Mimi naweza kusema ukimwona mtu mwenye njaa haumlishi kwa sababu hajakubariki, umepata hatia. Badala yake Mungu anatubariki watu si kwa sababu tumempa kitu chochote. Tunaona kuna kiasi kabisa labda mtu anataka arudiwe na afya yake, anaumwa. Anaambiwa bwana hapo utatoa 400,000 afya yako inarudi. Na ndio maana nimesema hivi, kwenye vita majeruhi wa kweli wa kwanza huwa ni ukweli. Yaani kwenye vita yoyote majeruhi wa kwanza ni ukweli. Sasa neno la Mungu lisipopotoshwa watu hawatapotoka. Kwa hiyo tupo kwenye vita maana. Tupo kwenye vita. Kwa hiyo neno la Mungu watu wanalihubiri kwa namna mbalimbali. Tupo kwenye vita na nani tunayepigana naye? Ukweli na uongo upo kwenye vita. Sawa? Ukienda katika kanisa la Adventista wa Sabato wana kitu kinaitwa misingi ya imani. Ndani yake katika ile misingi ya imani wanasema vita kati ya wema na uovu. Uovu unavuta na wema unavuta. Sasa yani uongo hauhubiriwi katika ubaya, uongo unahubiriwa katika uzuri. Ukweli hauhubiriwi katika uzuri, ukweli unahubiriwa katika ukweli. Sasa kati ya hivyo vitu viwili kinachouma zaidi ni ukweli, kwa sababu ukweli haumpendelei mtu. Upo tu wazi. Ila uongo unawapendelea watu. Upendeleo unawezekana kwa baadhi ya watu, hauwezekani kwa watu wote. Kwa hiyo mtu kubarikiwa ni kwa sababu Mungu alishambariki. Ujue mpaka kupata hizo 400,000 za kutoa ni kwa sababu unazo. Sasa hebu fikiria mtu hana zile 400,000 na anataka kupona, itakuwaje? Na ndio maana nimekuambia Wakristo, ukiona hata Mkristo naye hangaika kuhusu maradhi ya mwili wake, hajawa Mkristo. Ni kwa sababu gani? Mkristo anapaswa kumtukuza Mungu katika hali yoyote alionayo. Iwe ni mgonjwa amtukuze Mungu. Lakini ni kwa sababu kwamba tunaamini afya zetu zinamsaidia Mungu kazi yake, ndio maana tunataka tuwe wazima. Sasa kama Mkristo ambaye labda anaumwa yupo hospitali anapaswa naye kumtukuza Mungu, na hii tunayoambiwaga kuna wengine wamelala vitandani, wewe upo hapa ni mzima leo, piga kelele kumshangilia Mungu. Lile ombi ni ombi la kinafiki. Sawa sawa?
mwanadamu yeyote amepewa nyakati, amepewa hali zote kabla ya kuondoka hapa duniani. Umepewa wakati wa kufurahi na umepewa wakati wa kulia. Tuko pamoja? Sasa Mkristo ambaye sasa hivi anaumwa, je, hakuwahi kuwa mzima? Haya maisha ni darasa. Na Mungu anakupima. Je, ukiwa mgonjwa moyo wako unasemaje? Ukiwa mzima moyo wako unasemaje? Kwa sababu hakuna mtu Mkristo aliye na uzima wake. Sasa mimi sioni sababu ya kumfurahia Mungu kwa sababu amenifanya mzima. Badala yake napaswa kumfurahia Mungu kwamba uzima wangu nimeufanyia kazi gani. Alisema John Kennedy, rais wa Marekani, kwamba usijiulize kwamba Marekani imenifanyia nini, jiulize kwamba mimi nimeifanyia nini Marekani. Kwa sababu Marekani ipo kwa ajili yako, lakini wewe Marekani unaifanyia nini Marekani? Yaani usijiulize Mungu amekufanyia nini, jiulize mimi nimemfanyia nini Mungu. Kwa sababu Mungu yupo kwa ajili yako. Sasa ikiwa unaumwa usiteseke, kwa sababu Mungu wako anakujua. Je, una imani naye na umeyatoa maisha yako kwake? Sasa kama unaamini maisha yako yapo kwake, kwa nini unateseka? Kwa nini moyo wako hauna utulivu? Mkristo alipaswa kuwa na utulivu wakati wowote na hali zozote. Asioneshe wala moyo wake kuteseka. Badala yake nafurahi kwamba nipo mikononi mwa Mungu. Chochote kinachonipata Mungu anakiona. Mashangilio mengi tunayafanyaga. Kuna watu wamepoteza ndugu zao, wewe hujapoteza ndugu hata mmoja mwaka huu aliyekufa. Mshangilie Mungu kweli. Zile kelele ni kelele za kupretend, ni furaha za kupretend. Furaha ya kweli inatokana na lile tendo la kweli la moyoni mwako. Alisema Mahatma Gandhi, baba wa taifa la India, asa furaha ya kweli ni pale kile unachofanya kinapatana na kile unachowaza. Sawa? Furaha ya kweli ni pale kile unachotenda kinapatana na kile unachowaza. Sasa kuna mtu anakuja kanisani ana maumivu sana, anatamani kusikia neno la uponyaji. Ikitokea amepata neno la faraja katika shida yake, swala la kushangilia sio mpaka mwambie piga kelele. Yeye mwenyewe utaona anainuka kwa sababu umegusa moyo wake. Lakini mimi nikisema inuka tumshangilie Mungu, yani nakulazimisha wewe ambaye huna sababu ya kumshangilia Mungu umshangilie Mungu. Sawa sawa? Kwa hiyo wenye kumshangilia Mungu ni wale ambao Mungu wametambua tendo la Mungu ndani yao. Sawa, tumalize na kuhusiana na hii somo. Watu ambao hata Wakristo wapo wengi sana wanaona kama wakifunga labda ndo umemkaribia Mungu zaidi tofauti na mtu ambaye hajafunga. Na kuna wengine ambao wanasema maombi yao yanamfikia Mungu zaidi wakiwa wamefunga tofauti na mtu ambaye anakuwa hajafunga. Ile ni hisia. Sawa? Hisia. Yaani kuna mfano mwanamke anapokutana na mwanaume kuna hisia anaipata au mwanaume. Lakini mapenzi yanatakiwa yaendelee, si ndio? Okay. Sasa wale watu kila kitendo cha kwenda kumwomba Mungu kuna hisia fulani ya furaha wanaipata. Sasa ile hisia wanafikiri ndio ukweli wenyewe. Sikia. Msamaha, yani msamaha ambao mtu anaupata ambao hana historia ya kwamba nilipokuwa, yani tiba yoyote ambayo mtu anaipata hana kumbukumbu ya maumivu yake, ile sio tiba ya kweli. Ikiwa tunamwendea Mungu na kufurahi, basi Mungu hajatugusa. Lazima tupitie maumivu ya kutakaswa na Mungu. Sio kila anayesema na furaha na Mungu eti na furaha na Mungu. Lakini yule mtu anayemshukuru Mungu, hamshukuru tu eti kwa sababu Mungu amempa nyakati zote nzuri za kufurahi, hapana. Yule mtu anayemshukuru Mungu, wakati Mungu alipokuwa anamtakasa alipitia maumivu. Kwa hiyo zile ni hisia. Kwa hiyo mtu amevuta hisia na niko vizuri. Lakini hata kama uko vizuri ukweli unaendelea. Na tena katika Mungu hisia haikupaswa kutumika. Katika Mungu litakiwa kutumika akili zaidi. Hakuna mtu aliyetakiwa kulazimishwa kumshangilia Mungu. Badala yake kile ambacho Mungu amekifanya ndani yetu ndicho kingetusukuma kufurahi. Sawa. Kama umetumia channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe au kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.